Allah anasema laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billah. Nambari moja, imani. Katika wema mkubwa ni mtu kuwa na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimwamini Allah, kuna translation ya imani yako automatically, unakwenda katika kila aliloamrisha Allah unalichukua, alilolikataza unaliacha. Imani haikupi wewe kuvuruga uhusiano wako kati yako na Allah jalla jalaluhu. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah, malaika, na kabla malaika al-yawmil akhir, na of course mitume. Man ataa Allah faqad, man ataa ar-rasula faqad ataa Allah. Kwa hiyo katika wema ni kumwamini Allah na siku ya mwisho na malaika. Wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbi. Ukiamini malaika, ukaamini vile vile na kitabu Qur'an, wal kitab wan nabiyyin, kaamini na mitume. Sasa angalia, bado hapa unazungumziwa iman iboreshwe kwanza, kwa sababu matendo yote bila iman ni sawasawa na mwili hauna kichwa. Lakini nataka uhesabu wewe yale ambayo ni makarimul akhlaq. Baada ya mazungumzo haya na ibada utazipata ngapi? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin. Moja hapo tumeitoa, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa binas sabil wasailin wa fi riqabi wa aqama as-salah. Angalia sala ilikotajwa hapo, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Conclusion ya haya yaliyotajwa, umehesabu mambo mangapi yametajwa hapa? Mambo mangapi yametajwa? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinna albirra man amana billah. Moja, mwenyewe Allah, wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Ngapi? والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء wa hina al-ba's. Angalia, a very nice conclusion. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yani katika makarimil akhlaq, ingelikuwa tusizungumzie isipokuwa aya hii peke yake ingekuwa inatosha, sababu Mwenyezi Mungu aliwataja hao wenye sifa hizo. Mwisho anasema ulaika alladhina sadaqu, hawa ndio wa kweli. Hawa waliowataja katika hizo sifa zilizotangulia ndio waliosadikisha, wakawa wa kweli katika vitendo vyao na maisha yao na imani zao. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu.
Sisi tumeambiwa tuje kufunga tupate ucha Mungu. Basi wacha Mungu ni hao. Ala, lakini angalia, mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na mitume, aposema akatoa mali yake pamoja na kuipenda kwake kuwapa watu wa karibu naye, jamaa zake na mayatima na maskini. Huu yote ni ukarimu, ni akhlaq hizi. Na wapita njia na waliokuwa wanataka kujigomboa katika utumwa, yote hizi ni akhlaq. Kisha akasema walmufuna biahdihim, hizi pia ni akhlaq, wale wenye kutekeleza ahadi zao, idha ahadu, pindi wanapoahidi. Kisha anasema wasabirina, wenye kusubiri, wenye subra, fil ba'sa wadh-dharra, katika misukosuko, masaibu, maradhi, kila aina ya, ukiwa na subra Allah atakuingiza hapo na kusifu. Kisha wahina al-ba's, na kukitokea milipuko ya vita labda na vitu vingine, lakini mtu akawa na uvumilivu na ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma ij'alna min alladhina sadaqu wa min alladhina yattaqun. Sasa katika vitu vinavyopelekea maisha ya mtoto kuharibika kitabia, tumesema moja, alfaqru almukhayyam au alfaqru alladhi yukhayyim ala baadhi al-usar, ufukara, umaskini. Kwa hiyo tunaona kwamba umaskini ni adui, ufukara si kitu kizuri. Ndio maana Mtume miongoni mwa mambo aliyokuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika, najikinga kwako ya Rabbi. Kuna vitu vingi kajikinga navyo Mtume. Al-bukhl, moja ni ubakhili, ghalabati ad-dayn, qahri ar-rijal, su'il kibar, alhammi, alghammi, alhazan. Lakini miongoni mwa hivyo vitu ambavyo Mtume alikuwa akijikinga kwa Allah visimpate, al-faqr. A'udhu bika min al-faqr, najikinga kwako na ufukara, kwa sababu ufukara unafanya mambo hata pale nyumbani. Wanasema idha dakhala al-faqru min babin qafaza al-hubbu min an-nafidha, ufukara ukiingia kupitia mlangoni, mapenzi yanaruka kupitia dirishani, yani havikutani. Unaweza ukaona maisha haya si maisha kwa sababu ya ufukara. Ufukara sio kitu kizuri. Mali tunazihitaji, na ndio maana tunakaa kwenye misikiti mikubwa kama hii. Hii imejengwa, ukiambiwa hesabu yake